Yeye mama huyu ni mjane. Ulifiwa na mume wako lini? Mwaka jana. Alifiwa na mume wake mwaka jana. Alimwachia hela, lakini mpaka hawa wanamtapeli alikuwa na milioni 40 kwenye akaunti yake ya NMB. Ana duka la vitambaa pale Kaliua mjini. Sasa walichokifanya, walipofika dukani wakamwambia tunataka tukusajilie lipa namba. Na yeye mama kweli anahitaji lipa namba. Kwa hiyo wakamkalisha pale, wakaanza kumsajilia lipa namba. Wakamwambia toa namba yako ya siri. Akatoa namba yake ya siri. Alipotoa namba yake ya siri, wakamwambia sasa lipa namba ili iweze kukubalika lazima iunganishwe na mfumo wa benki. Kwa benki hawezi kukubali kama wakamuuliza na simu benki, akasema ndio nayo, basi tufanye mawasiliano ili benki waturuhusu tuweze kuingia ili lipa namba iweze kukamilika. Kwa mama akaona ameshikilia, akawaingizia namba zake za siri. Hawa jamaa nafikiri wakawa wameisha aidha zipiga picha au wamezimaki. Baada ya hapo wakasema baada ya dakika 20 lipa namba itakuwa imekamilika. Ile laini yake wakaichomoa, wakaweka laini nyingine ambayo sio ya kwake, wakaondoka. Walivyoondoka mama anashangaa kupiga simu hazitoki, haelewi, kumbe laini waliomwekea sio ya kwake. Wameshamtapeli. Ameondoka usiku huo, mama wa watu akakimbia kwenda kuangalia simu yake. Kilichomshtua akaona sijui 190,000 kama inatoka, haelewi imetokaje kutoka kwenye namba yake kwenda mtandao mwingine wa Tigo. Akashtuka. Alipoenda benki, anaambiwa benki hela zako, anatoa kadi yake, hela zikoje? Hakuna hela. Wamemwachia shilingi 6,000 tu, mbali na milioni 40 na kidogo. Wameacha shilingi 6,000 tu hawa majamaa. Yeye ana mke wake anamlea yule pale kwa hela za utapeli. Huyu mama hana mume, abaki hivyo na watoto anasomesha. Kwa niendelee kupongeza RPC, tunaendelea kuwapongeza na tuna intelligence nzuri sana. Huyu jamaa makachero wetu wamemkamatia babaki. Kwa jamani, naombeni muwe makini. Tapeli sio kampuni ya simu. Tapeli ni huyu, ni Fred. Ila ametumia jina la kampuni ya simu, na wao wenyewe nyuma hapo pia alikuwa ni mwajiriwa wa kampuni ya Yas kwa ajili ya uwakala ule wa kusajili line. Na wanamtambua. Tunaelewana jamani? Kwa bwana wewe dalali alipopata hizo milioni 40, inavyoonekana amenunua gari moja na aliyemdalalia yule pale naye tumemkamata. Wakawa wanasafiri kutoka Dodoma siji kwenda Katavi, siji ndio ni utapeli, mjomba wake. Wote tumewakamata. Wanajua. Fatuma Nasoro Abdalla. Nakaa Kaliua, mfanya biashara nauza vitambaa. Walikuja hao vijana wawili kwenye ofisi yangu. Wakasema wanasajili namba ya lipa namba. Wanatoka kampuni ya Yas. Basi mimi nikakubali, wakaanza kunisajilia. Walivyoingia katika process za benki, wakasema hii simu yako muunganisha na simu benki? Nikamwambia ndio. Akasema sasa ili benki ikubali kupata wewe lipa namba, unatakiwa iruhusu benki. Basi mimi nikawa nimebonyeza namba zangu za siri bila wao wenyewe kujua. Lakini baadaye wakaja wakaondoka na line yangu ya simu ambayo ndio ilikuwa imeunganishwa na simu benki. Wakaniambia sasa dada, sisi tunatoka baada ya dakika 20 tunarudi, tutakuletea hiyo karatasi yako ya lipa namba, utaanza rasmi matumizi. Basi nimekaa mpaka dakika 20, nikasema mbona hawa kaka mbona hawarudi? Baadaye ndo akaja dada mmoja hivi, waga ni mteja wangu, akaniambia dada, nimekupigia simu yako yani upatikani. Nikamwambia mbona simu ninayo hii hapa. Ndo baadaye kushtuka sasa mimi ndo kumpigia yeye ili nijue kwa nini sipatikani, ndo kuangalia namba nyingine wameniwekea, wakaondoka na line yangu. Ndo nikakimbia moja kwa moja kwa wakala. Nikafika nikamuelezea wakala, nikamwambia wakala ifunge kwa sababu line yangu nimeunganisha na simu benki. Basi wakala akawa amesema ameshaifunga, baadaye akaniswapia namba hiyo hiyo ya Voda. Basi nikaenda zangu nyumbani.
Kesho yake saa 11:45 message ikaingia kwenye simu yangu kuwa salio lililokuwemo kwenye simu imehamishwa kwenda lipa namba ya Yas. Ndio hapo niliposhtuka, nikawapigia wale huduma Vodacom, nikaongea nao, nikawaelezea ilivyokuwa. Ndio akasema hii hela imetoka, haijachukua muda mwingi. Kwa kweli polisi wamenishughulikia, polisi wamenisaidia, na pia mkuu wa wilaya kanisaidia, mkuu wa mkoa, wote wamenisaidia kwa kweli, nashukuru sana. Mpaka hawa wamekamatwa, hawa ndio waliosababisha mimi maisha yangu kuwa magumu. Mimi sina mume, nina watoto wadogo, wote wananitegemea kusoma. Kwa nini mnachonifanyia hivi? Wewe hauna huruma? Kwa mfano wewe uwe na dada yako kafiwa na mume, alafu aje afanyiwe kitendo kama hiki, utajisikiaje? Wewe nakuuliza, wewe uliosema wewe sio tapeli, nakuuliza. Nina huruma. Nina watoto wadogo wananitegemea, mwingine ni mdogo kabisa. Kila kitu kinaniangalia mimi, unaenda kunifanyia hiki. Bado nilikuambia we kaka usije kuwa ni tapeli, ukasema hapana. Shika na kitambulisho changu hichi hapa, mimi natoka Yas. Kumbe wewe ni tapeli, umeniibia, umenirudisha kila kitu nyuma. Mimi sasa hivi nahangaika, sina kitu, vitu vyote umeshabeba, mali yote nilioachiwa umechukua. Washikilia watuhumiwa 5 ambao kama mlivyoelezwa hapo awali walimtapeli mama mmoja katika wilaya ya Kaliua shilingi milioni 40 na laki 9. Watuhumiwa hao wamekamatwa huko Babati na tunaendelea na uchunguzi katika kituo chetu cha polisi kikuu. Na pengine nitumie nafasi hii kutoa wito kwa wananchi wa mkoa wa Tabora waendelee kuchukua tahadhari. Kwa mtu ambaye hawamfahamu kabisa, basi ni vyema kuepuka kwa kutoa taarifa zako za kibenki, taarifa zako za simu. Kwa mtu ambaye umfahamu, ni vyema ukapata huduma za kibenki, huduma za makampuni ya simu kutoka katika ofisi rasmi za makampuni ya simu ambazo ziko katika ngazi ya mkoa pamoja na wilaya. Pale ambapo unakuwa na mawasiliano na ukatoa taarifa zako za siri zinazohusu fedha kwa mtu ambaye umfahamu, unahatarisha usalama wa fedha katika akaunti zako. Kwa hiyo tuchukue tahadhari, lakini jeshi la polisi litaendelea kupambana kuhakikisha kwamba wahalifu wa namna hii wanakamatwa na kuchukuliwa hatua za kisheria.